Huzuni imetanda kwenye hii nyumba baada ya mzee wa hii nyumba kuweza kufariki. Udogo anaitwa Daniel, ndo mtoto wa hii familia. Muda huu analiwazwa na mlinzi wao ambaye anaitwa John, na huyu dada pembeni anaitwa Abigail, ni mfanyakazi wao. Baada ya siku nyingi kupita, kuna huyo mzee anaitwa Uncle Stanley. Leo hii kaja kuhamia kwenye nyumba ya marehemu kaka yake mazima pamoja na familia yake. Ana mke ambaye anaitwa Esther na watoto wawili, wa kiume anaitwa Henry na wa kike anaitwa Henrietta. Ni mapacha hawa. Huyu wa kike ni kitoto cha social media. Hapa kinaonesha nyumba yao mpya. Huku ndani Daniel kadusi toka wafe wazazi wake, ni mtu wa huzuni kweli. Muda huu anagongewa mlango na John kuja kutambulishwa mjomba wake kama ndo mlezi wake mpya. Daniel akafungua mlango, mzee kiingia ndani akaanza kumfukia Daniel kwa kulala mchana. Muda huo mkewe anamtuliza tu mumewe, ikabidi amliwaze Daniel kidogo asiwe na huzuni. Mara yeye kashavunja vyombo. Auntie Esther akamwita sikuingia ndani dogo asikipende chumba, anasema hichi ndio chumba chake. Daniel akamwambia hichi ni chumba changu, yeye akashikilia hivyo hivyo. Mzee akamwambia kichukue tu, ni chako kwa sasa. Alafu mzee akasepa. Daniel akaanza kumropua Henry asepe tu kwenye chumba chake. Dogo kijeuri kishenzi, yeye ndo kikaanza kuwafukuza kina Daniel. Ikatoka kikaenda kuchukua viatu vya Daniel, kinasema sasa ni viatu vyake. Daniel akaanza cha kufanya pale. Baadaye mida ya kula, Uncle Stanley anamuita mfanyakazi. Wewe mfanyakazi uko wapi? Abigail kuja akasema jina lake ni Abigail. Kwa hiyo anajaribu kukuonesha kwamba usimwite mfanyakazi. Kwa hiyo nataka kusema mimi ni mwanafunzi na wewe ni mwalimu wangu. Haya mwalimu, nifundishe sasa. Mzee alifoka sana pale. Mwisho akamfukuza na mfanyakazi. Daniel akaja akasema huyo mfanyakazi aende pahali, maana toka zalio kamuona hapa, hana sehemu nyingine ya kwenda. Mzee akampiga mbao, akafuka akasepa. Esther akamfuata mumewe na anajaribu kuweza kumwambia mzee apunguze jazba. Hii ni nyumba ya Daniel, wakimtreat vibaya atafukuzwa. Mzee akafoka pale kishenzi, anasema kila kitu ambacho kiko hapa ni chake, hakuna kumpangia afanye nini. Esther akambembeleza sana pale mpaka mzee akaelewa kidogo, akaregeza kamba. Baadaye Daniel karudi usiku sana. Esther namuuliza katoka wapi usiku huu. Dogo anasema katoka nje. Esther akafuka sana pale, akaja na Uncle Stanley na yeye akafuka sana pale. Kisha Uncle Stanley akamchukua Daniel na kumpeleka kwenye kichumba kidogo tu. Hicho chumba ni cha wafanyakazi. Muda kidogo anakuja John, anamwonea huruma kwa haya anayoyapitia, anampa chakula dogo anakula, maana hajala toka asubuhi. Ni mateso tu mzee. Ndo kwanza siku ya kwanza hii. Sasa siku ya pili Daniel anakula. Anakuja Uncle Stanley, anamwambia akimaliza kula asafishe nyumba nzima apige mopo. Kisha akamnyang'anya na Daniel simu yake. Kweli mzee, Daniel akaanza usafi. Mara kinapita Henrietta kinachokora simu tu na kutia uchafu tena. Mateso ni makubwa sana kwenye hii nyumba yao. Baadaye anaenda kukosha gari. John akataka kumsaidia. Anakuja Uncle Stanley na kuambia kazi yake ni kufungua mageti tu, aache shughuli na kazi za watu. Ikabidi John amwache tu dogo. Uncle Stanley akafuka sana tu muda huu. Kwa hiyo unanikunja sura. Haya kunja basi, kunja. Wakati baba yako anatuibia pesa zetu, mbona hakuwahi kukunja sura? Mimi ninachokifanya ni kuchukua pesa zangu tu mzee. Maelezo ni mengi sana pale. Baadaye John anachukua jukumu la kumkanda tu na kumliwaza Daniel na kumwambia ikijayo shule inaanza, so atakuwa busy na shule, angalau kazi zitapungua. Baada ya wiki moja siku ya shule zimefika. Kila mmoja anajiandaa kwenye shule. Kwa hampacha wawili ni furaha tu, kwa sababu wanaenda kutambulisha shule yao mpya, na pia ni shule ya hadhi kidogo. Huku Daniel wakati anataka kwenda shule, Uncle Stanley anamzuia na kumwambia amalize kazi za ndani kwanza, kisha ndo ataenda shule. Akafukuzwa mzee. Huku upande wa pili kuna huyo ambaye anaitwa Pinky, yupo na mama yake ambaye anaitwa Loisa. Pinky muda huu hataki kwenda shule, ni ugomvi tu humo ndani. Mama yake akamchukua mwanae na kumwacha nje ya shule. Muda huo Daniel anaharakia shule, apiga mguu kutoka kwao mpaka shule, akagongana na Pinky, akaomba samahani, akaingia ndani, akachelewa kuingia darasani, ila mwalimu akamwelewa akamruhusu kukaa. Baadaye kidogo anakuja Pinky, anajitambulisha kama ni mwanafunzi mpya, kisha naye pia anakaa. Baada ya kipindi kuisha, wanafunzi wakaanza shobo na Pinky, maana ni superstar wa Instagram huko, na Henrietta ikataka kuleta shobo, ile ikatolewa nje. Pinky akasepa na wanafunzi wengine. Huku upande wa pili Uncle Stanley anakuja, anawaka kishenzi, anajiuliza miaka mitatu baadaye Daniel atakuwa kashafikisha miaka 18, kwa hiyo atarudi kule kule mitaa chuka mbaya. Esther anamwambia tumwache, ndiyo ni mali zake. Mali za nani? Hizi ni mali zangu, baba yake kaniibia, lakini baba yake akakusaidia sana kukupa pesa uanzishe biashara. Sema wewe ndo ukazichukua pesa na kuhonga tu wanawake. Haya, endelea kusema. Haya, sema kwani wewe kutumia hizo pesa? Baba yake kachukua pesa za pensheni ya baba yangu na akanigeia mimi hivyo 200 ndo unasema anganigeia pesa? Mzee akamwaga povu sana pale. Sasa issue nzima iko hivi, huyu mzee na baba yake Daniel ni ndugu, ila baba yao alimwamini baba yake Daniel sana na mali zake akamrithisha baba yake Daniel. Kwa hiyo huyu mzee ni mtu wa starehe tu, lete pesa tule, milioni 1 ajenge nyumba, labda ujenge mwili tu. Sasa hapa amekuja kumdhulumu Daniel urithi wake kwa kusema anachukua chake. Huku upande wa pili shule, Daniel wakati anapita anasimamishwa na Henry. Henry akaanza kusema huyu ni mfanyakazi wetu,
baba yake alimdhulumu baba yetu mali, sasa hivi baba yetu kaja kuzichukua mali zake. Daniel sumu ikajaa kichwani, ikashuka mikononi, akamsukuma Henry. Kilichofuatwa hapo ni ngumi tu. Baadaye akaitwa na mwalimu mkuu, akaitwa na mzazi wao ambaye ni Auntie Esther, akapewa malalamisho kisha akaruhusiwa aondoke. Wakati wanarudi sasa, hapo kwenye gari Henry anamalikia tu mama yake, kwa nini mtu alionipiga anapanda gari moja? Muda huo Esther ananyoosha njia tu, akafika eneo ambalo dogo alijui, akashushwa pale, akaambiwa arudi nyumbani kwa miguu. Dogo ikabidi ashuke atafute njia tu ya kurudi home. Aliranda sana paka akaja kukutwa na Pinky hapa. Wakati muda huo Pinky yuko na mama yake, wakamchukua na kumpeleka nyumbani kwao, wakamtibia majeraha kisha akampa na chakula. Mchizi wakati anakula, Pinky alivutiwa sana naye, ila mama yake akamwita ila asiwe karibu na huyu dogo. Akawa anamwambia mwanae kuwa hujamwona kama na majeraha huyu dogo ni jambazi, kaa naye mbali. Muda huo Daniel anasikia live kabisa bila hata kuhadisiwa. Alipomaliza kula ikabidi aage ili kisije kapotea kitu, akaambua kaiba. Pinky akajua kama kasikia, ikabidi amfuate ampepesa ili apande japo bodaboda afike kwao. Huku upande wa pili John anaona Daniel hajarudi, ikabidi amuulize Henrietta akamwambia ukweli. Ikabidi John atoke mbio akamtafute, baadaye ndo anarudi naye nyumbani. Yani dogo siku nzima alikuwa anazurura tu mzee. John akachukua jukumu la kumbembeleza kama atakuwa sawa tu, asiwaze sana, ni majaribu tu ya Mungu haya ambayo anapitia. Daniel kwake ni kilio tu. Huku upande wa pili kwa hawa mapacha, happy birthday yao imefika na anapanga kuita marafiki zao kusherehekea nao. Siku ya pili shule, wakati Pinky yupo na Daniel, anakuja Henrietta, kamvuta Pinky pembeni, kamwomba kuwa kwao kutakuwa na birthday, anataka aende, ila Pinky kamtolea nje, mwisho akasepa. Baadaye home, Henry anamfuata Daniel na kumwambia akae mbali na Pinky, Pinky ni wa kwake, akampiga mikwala mingi kisha naye akasepa. Siku ya pili shule, Pinky anamsalimia Daniel hakumwitikia akasepa. Mashoga zake Pinky akamwambia Daniel siku hizi hayupo sawa, wazazi wake walipata ajali ya gari, wote wakafa kwa pamoja. Baadaye nyumbani, mama yake Pinky akamwambia mwanae kuwa kwenye grupu la shule wanafunzi wenzake wamemwomba kuwa ahudhurie kwenye pati ya birthday ya wanafunzi wenziwe. Pinky anakataa kwenda, ila mama yake anakamlamisha sana kumwambia lazima aende. Sasa siku ya sherehe ikafika, watu wamependeza sana na Pinky naye akaja mle ndani. Huku jikoni Daniel kavaa bonge la kofia kuficha sura yake wasimjue. Auntie Esther akamwambia chukue chakula akawagaia wanafunzi wenzake. Daniel akataka kugoma, ila haikuwa na jinsi, ikabidi apeleke tu. Kufika akaziuka chini akawa anataka kusepa. Henry akamkamata na kumdhalilisha pale kwa kuambia rafiki zake, unamwona mfanyakazi wetu huyu Daniel? Daniel akasepa kwa hasira pale. Pinky akajaribu kumzuia, ila Daniel hakutaka na kusepa. Baadaye shule, Daniel akamshukuru Pinky kwa yote alimfanyia, wakawa marafiki rasmi kuanzia hapo. Daniel na Pinky wakawa nasoma pamoja. Akimkuta Daniel njiani kama anarudi shule, anampakia anaondoka naye pamoja. Wanatoka pamoja kupata ice cream pia. Mpaka kuna hii siku hapa Pinky akamuuliza Daniel kuhusu wazazi wake. Daniel akamjibu kwa tayari washakufa na sasa hivi anaishi na mjomba wake, na akamuelezea hali ilivyo. Pinky akaenda kumuelezea mamake hali ilivyo ambayo anapitia Daniel, maana mama yake ni wakili na pia anasimamia masuala ya haki za binadamu. Wakamuita bwana Daniel. Mama yake Pinky akaongea na Daniel pale. Baadaye Daniel akatoka. Daniel akamrudishia Pinky hela yake aliyompa siku ile ya kwanza kuonana, na akamwambia ameuza PlayStation yake 5 maana alikuwa hana pesa, ili apate pesa angalau ya matumizi. Siku kadhaa mbele, wakati hawa wala mali yatima wamekaa, mara mlango unagongwa. Wakamwita Daniel ambaye yupo ndani aje afungue mlango. Kufungua ni watu wa haki za binadamu. Wazee wakapata pressure pale. Muda huo Daniel yuko uchuna. Wazee hofu kibao, wanataka kumchukua Daniel, wanasema muda wake wa kulala umefika. Ila watu wa haki za binadamu wakasema wanataka kuongea naye. Wakaondoka ila hofu kibao. Wanaingia ndani wanajadiliana tu waliowaita hawa nani, au yeye mwenyewe ndo kawaita. Huko Daniel akaamua siwaripue tu bwana. Akaenda nao saa tu wale jamaa. Wakaona kumbe hateswi. Mwisho akaamua kusepa zao tu. Wazee wakashangaa. Bwana we, mbona haja turipua? Au umempanga? Wakawa na furaha tu pale. Huku upande wa pili, Pinky anaambia na mamake Daniel hana shida. Watu wa haki za binadamu wameenda. Amesema hana shida yoyote kule. Huko Daniel anavutwa na John. Anamlalamikia kwa nini hakuaripua. Daniel anasema alikuwa na hofu sana. Akamuuliza kama kaweza kuwasiliana na shangazi yake ambayo yupo Canada. Daniel anasema simu yake anao mjomba wake, kwa hiyo hakuweza kuwasiliana naye. John anampa moyo kama siku ya pili asiogope ajikaze. Kisha anamruhusu kuondoka. Siku ya pili shule, Pinky anakula na kumwakia sana Daniel kwa kuweza kumdhalilisha mamake. Kaonekana anatoa ripoti zisizo na mpango. Kisha naye akasepa. Baadaye huku Daniel anakusha gari, anakuja Uncle Stanley. Anampa maelekezo kibao ya usafi ndani. Lakini Uncle na kazi ya shule anataka kufanya. Uncle Stanley akampiga mbao, usiingilie watu wazima. Wakati baba yako ananidhulumu mali sikuingilia, maana yeye alikuwa ni mtu mzima kwangu. Kwa hiyo naye nikikudhulumu usiingilie watu wazima. Kisha Uncle Stanley akasepa pale. Ni huzuni tu mzee. Baada ya siku kadhaa anakuja shangazi yake Daniel, upande wa mama yake. Huyo shangazi yake anaitwa Auntie Ruby. Kumbe John alikuwa anarekodi matukio yote hayo. Unaambiwa alifuka sana pale na kuonesha ushahidi wa matukio yao. Wakati huo Esther ana wasiwasi kibao, ila Uncle Stanley hawazi kabisa. Anasema mtu mzima atishwi nyao wewe. Baada ya malumbano mengi, baadaye anakuja askari na kuwakamata Uncle Stanley na Auntie Esther kwa kosa la kumnyanyasa mtoto, na watoto wao wananyang'anywa kila kitu na kufukuzwa pale kwenye nyumba. Na leo hii Auntie Ruby anamchukua Daniel kwa ajili ya kwenda naye kuishi naye Canada.
Na hapo ndo unakuwa mwisho wa hii movie ya kuitwa The Girl That Saved Me. Full movie utaipata kwenye channel na Ruth Kadir, link nimekuwekea kwenye description hapo. Na hii ni 071 Code Recap, na mimi ni mtu poa kabisa, unaweza kuniita Mr. Coolman ama Jangaba Official. Asante sana kwa kuweza kunisikiliza, naweza kusema bye.